Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kwa kushirikiana na TANAPA wameadhimisha siku ya faru duniani ndani ya hifadhi ya taifa ya Mkomazi iliyopo katika wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro. Akizungumza kwa niaba ya meneja wa NEMC kanda ya kaskazini, afisa mazingira mwandamizi Bwana Francis Nyamhanga amezungumzia swala la umuhimu wa faru kwenye mfumo wa ekolojia. Majina naitwa afisa uhifadhi daraja la kwanza Jackson Limo. Ni msimamizi wa miradi ya faru katika hifadhi ya taifa Mkomazi. Hifadhi ya taifa Mkomazi ina miradi miwili ya faru. Kuna mradi mkubwa wa faru unaojulikana kama Kisima Rhino Breeding Sanctuary na mradi mwingine mdogo unajulikana kama Mbula Rhino Viewing Tourism Sanctuary. Kwa hapa tulipo ni mradi mkubwa kwa ajili ya uzalishaji wa faru weusi. Na ule mradi mwingine ni kwa ajili ya utalii wa faru. Faru hawa asili yao wachache walitoka South Africa na wengine wakatoka mashamba ya wanyama Ulaya kwa maana ya zoos, European zoos. Na waliletwa kutokana na kutoweka kwao kwa sababu faru wa mwisho wa hifadhi ya taifa Mkomazi alionekana mwaka 1985. Kwa hiyo kuanzia hapo faru wakawa wametoweka kwenye hifadhi hii, lakini baadaye jitihada mbalimbali zikafanyika katika kuwarejesha na kuwazalisha. Na hivi sasa tunazungumzia idadi inaongezeka na tunategemea kutanua haya maeneo ambayo tumeyatenga kwa ajili ya kuhifadhi ili accommodate au kuendelea kuhifadhi idadi ya faru iendelee kuwa kubwa. Mikakati gani? Katika hifadhi ya taifa Mkomazi, tofauti na maeneo mengine, faru hawa tunawalinda na kuwazalisha katika maeneo ya uzio. Kwa hiyo wanyama hawa hawawezi kutoka kwenda kwenye maeneo ya jamii. Lakini katika kufanya hivyo, hifadhi ina program maalum ambayo inafahamika kama Rafiki wa Faru, ambayo programu hiyo inafikia jamii kwa kuipa elimu ya jinsi faru hawa walitoweka na jinsi ambao faru hawa walirejeshwa na jinsi faru hawa wanalindwa na kuendelea kuzalishwa katika hifadhi hii. Faru mweusi au tuseme faru kama unaona hapa nyuma ana mchango mkubwa sana katika ekolojia. Mchango wa kwanza, anafungua mapito kwa ajili ya wanyama wengine. Kwa sababu faru mweusi huwa anakula matawi, huwa hali nyasi. Kwa hiyo anakula matawi. Kwa hiyo anapokula matawi na ukubwa wa mwili wake anapopita huwa anafungua mapito kwa ajili ya wanyama wengine wadogo kama impala, kama elands, kwa hiyo anapita kule. Lakini mbali na hivyo, wakati anakula huwa anakula mbegu za mimea mbalimbali na anapotembea huwa anaacha vinyesi. Kwa hiyo mbegu zile zinaota kwenye maeneo kwa maana kwamba ana distribute other plant species kwenye eneo ambalo anaishi au anatawanya jamii za mimea anayokula kwenye maeneo anayoishi. Lakini mbali na hapo kuna wadudu ambao ni wanategemea kinyesi cha faru kama bito. Kwa hiyo faru anapojisaidia pale, bito anatafuta malisho pale. Na anapotafuta malisho pale basi mbegu zile zinabaki pale zinaota. Lakini na yeye anapata malisho yake kuendesha mfumo wake wa maisha pamoja na familia yake kwa ujumla. Lakini mbali na hapo faru anapooga au anapojifanyia cooling, yani kujipoza, anapojigeuza anaacha shimo dogo ambalo linaweza likatunza maji mvua inaponyesha kwa ajili ya wanyama wengine. Kwa hiyo unakuta mnyama huyu anatengeneza fursa kwa ajili ya wanyama wengine ambao wanashare eneo hilo au ecosystem hiyo. Mimi naitwa Francis Nyamhanga, ni afisa mazingira mwandamizi kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, ofisi ya kanda kaskazini. Leo ni siku ya faru duniani ambayo inaadhimishwa kila tarehe 22 mwezi wa 9. Na siku hii ilianza kuadhimishwa kuanzia mwaka 2011 na imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka. Sasa sisi kama Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC leo tumetembelea hifadhi ya Mkomazi katika eneo la mradi wa faru ili kuweza kuona hatua mbalimbali ambazo TANAPA na hata Mkomazi ambazo wamekuwa zikichukua katika kuhifadhi faru. Tunafahamu kwamba kuanzia miaka ya 70 kulikuwa na
matatizo makubwa sana ya ujangili ambayo yalipelekea sana faru wengi duniani kupungua, na kutokana na mila potofu kwamba zile task za faru zinatumika kama dawa katika nchi mbalimbali, especially maeneo ya bara la Asia. Lakini sasa faru walipungua kiasi kana kwamba katika ile orodha ya IUCN waliweka katika kile kipengele cha wanyama ambao wanaelekea kutoweka duniani, yani critically endangered. Sasa baada ya kuweka katika kipengele hicho, sasa dunia na sisi kama nchi tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba faru wanaongezeka na kurudi katika maeneo ambayo walikuwepo awali.